Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi chetu cha Saa ya Faraja katika Kristo. Na leo tuna mwendelezo wa somo letu la ndoto, sehemu ya 3. Na leo tunafasiri ndoto inayohusu shule. Ukiota umeenda urudi shuleni na ulisha maliza shule, ina maana gani? Kisoma katika kile kitabu cha Danieli utaona mfalme alitoa amri waletwe vijana wenye sifa fulani na kisha wapelekwe shule kwa muda wa miaka 5. Lengo la kuwapeleka shule ni kuwaandaa ili waje kusimama mbele ya mfalme. Kwenye ile Danieli sura ya 1. Kwa hiyo shule ni maandalizi. Kuna maandalizi ambayo unaandaliwa labda na Mungu au na mahali unapofanya shughuli, kuna mahali Mungu atakupitisha kwa ajili ya kukuandaa. Kwa hiyo shule inakuandaa kwa ajili ya hatua ijayo ya mbeleni, hatua ya maisha. Mfano ukiwa chuo unakuwa unaandaliwa ili uweze kuwa mfanyakazi fulani. Kuna uhusiano mkubwa sana kati ya elimu na ndoto za shule. Wengi huwa wanaota ndoto wapo madarasani au mazingira ya shule ambazo zipo kwenye level ambazo walishavuka. Mfano wewe una familia yako, unaota upo shule ya msingi. Unapoota upo darasani au mazingira ya shule ambayo ulishavuka, maana yake katika maisha yako kuna level ambayo bado hujavuka kimaisha. Hujavuka kimaisha. Mahali ulipo sipo unapotakiwa uwepo. Ndio maana kama huwa unaota ndoto za namna hii, lazima kuna mambo fulani katika maisha yako ambayo hayaendi vizuri. Hivyo unapokuwa unaomba, unatakiwa uwe unalenga sehemu maalum katika maombi na kujitoa huko katika ulimwengu wa roho. Kumbuka chanzo cha mafanikio yako ni ulimwengu wa roho. Hivyo kama unaota upo level ya chini, maana yake hauko mahali ambapo Mungu amekusudia uwe. Kwa hiyo ndoto ni hali ya maandalizi, lakini lazima tuangalie hiyo shule. Kama wewe umeshavuka chuo na unaota msingi, pia ni roho ya kurudishwa nyuma. Kuna mahali ulivuka bila maandalizi, ni roho za kurudishwa nyuma. Ni lazima hapo utengeneze vizuri na kuomba. Na kuna roho za kurudishwa nyuma sana sasa hivi. Mtu anaota saa nyingine anasoma shule ya msingi na yuko chuo. Lakini tutafasiri ndoto nyingine. Ukiona kwenye ndoto hii nyingine, tunatafsiri ndoto ambazo zina mashambulizi sasa. Kwamba ukiona kwa mfano unashambuliwa na simba, maana yake ni nini? Simba ana tafsiri tofauti katika Biblia. Kwa mfano simba ni wanamfananisha na Yesu Kristo. Ufunuo wa Yohana sura ile ya 5 mstari wa 5 wanamuita simba wa kabila la Yuda. Lakini wanamfananisha pia kama shetani. Soma kitabu cha Petro wa 1 sura ile ya 5 mstari wa 8, anasema shetani kama simba angurumaye anatafuta mtu wa mmezi. Lakini kama alama ya utawala wa mfalme aliye madarakani. Kuna mataifa yanatumia alama za wanyama. Kwa mfano Tanzania mnaona tunatumia twiga kwenye shirika letu la umeme la Tanzania. Hapa Tanzania tunatumia twiga. Kwa hiyo saa nyingine inawakilisha hivyo. Lakini kama chombo cha kufikishia adhabu, kisoma kwenye Danieli 6 mstari ule wa 16 mpaka 24. Kitabu cha Danieli sura ile ya 6 mstari wa 16 mpaka 24, utaona jinsi watumishi wa Mungu wao walikamata, walitupa kwenye lile pango ambalo lilikuwa na wale simba wakali wenye njaa ya siku 7. Kwa hiyo wanaweza wakatumika pia kama chombo cha kufikishia adhabu fulani. Na Wafalme wa Kwanza sura ya 13 mstari wa 20 mpaka 28, ukisoma pale utaweza ukaona kwa upana na kwa undani zaidi kwamba ukiota huyo simba lazima uangalie. Sema ni lazima pia uangalie mazingira. Kwa mfano kama amekuja kama Yesu, hawezi kurarua. Yesu huwa hararui. Ni lazima atakuwa katika hali ya upole huyo simba katika hiyo ndoto. Lakini yule anayekukimbiza anataka kukurarua, huyo ni shetani. Kwa hiyo ni lazima tuangalie mtazamo, mazingira ya ndoto pia yalivyokuwa katika kufasiri. Kwa sababu kwa mfano kama amekuja kama Yesu, hawezi kuwa anakukimbiza. Lazima utakuwa unaona unamshika simba wala hakurarui. Maanake
Yesu ana hali ya upole. Kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 28 mpaka wa 30 inasema, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kwa hiyo sifa za kama huyo simba ni Yesu, lazima atakuwa na unyenyekevu wa moyo. Mimi ni mpole, lazima atakuwa mpole. Huyo anayekimbiza, anayenguruma, sidhani kama huyo ni atakuwa Yesu, atakuwa ni shetani. Kwa hiyo kama ni shetani, kuna hatua za kuchukua katika kuomba. Lakini maana nyingine ni kama mtu aliye na adui, katika ile Zaburi ya 103 mstari wa 9. Lakini na maana ya 6 ni kama taifa. Ukisoma Hesabu 23 mstari wa 24, unafahamu Israeli nembo yake ni simba. Ni simba kwa sababu ni simba wa kabila la Yuda, kabila kama taifa. Lakini ni kama viumbe katika ulimwengu wa roho. Ufunuo wa Yohana sura ya 4 mstari wa 6 mpaka wa 7. Utaona ukisoma Ufunuo 4 wanasema wale wenye uhai wa 4. Kuna mmoja anafanana na tai, kuna mwingine anafanana na ndama, kuna mwingine anafanana na simba, lakini kuna mwingine ana mfano wa mwanadamu. Ukisoma kwenye Ufunuo 4:6 mpaka 7 utaona. Kwa hiyo tunafasiri ndoto nyingine, ukiota unashambuliwa na panya, unajulishwa nini? Maanake unajulishwa unashambuliwa na roho ya uharibifu. Panya amebeba roho ya uharibifu. Panya anakula kila kitu isipokuwa chuma tu. Kwa hiyo ukiona saa nyingine unaota panya sana wanakukimbiza kwenye ulimwengu wa roho, kuna roho ya uharibifu. Na inaweza kama wewe ni mwanamke mjamzito, kama ni una ujauzito, unaweza ukaharibika usipoomba kwa haraka, kwa sababu panya amebeba hiyo roho ya uharibifu sana. Lakini ni roho ya unajisi na kushambulia. Iko kwenye Walawi sura ya 11 mstari wa 29 mpaka 31. Walifanya zile sanamu za panya, yale majipu ya panya, kwa ajili ya kuondoa ule unajisi katika lile taifa. Lakini kushambuliwa na kujichanganya kiibada na miungu mingine. Ukiona hao panya, maana yake unajichanganya kiibada na miungu mingine. Iko kwenye Samueli wa kwanza 6:4 mpaka 5. Ukisoma pale utaweza ukaona Israeli walivyoanza kuabudu miungu mingine, ni nini kilitokea. Lakini kushambuliwa na roho ya uharibifu iko kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 6 mstari wa 5. Kwa hiyo hao panya ni wanamaanisha uharibifu katika nchi, ndivyo walivyokuwa wanafasiri. Kwa hiyo angalia, kama unashambuliwa na panya, kama anakung'ata ujue ameingiza hiyo roho ya uharibifu. Kama unaona tu wanapita wakikimbia, manake unanajisiwa au unachanganywa kiibada. Kwa hiyo tunatafsiri ndoto nyingine ya 3, maana ya kushambuliwa na mbuzi. Unajulishwa kuwa unalengwa na kuingizwa kutoka kutokuamini. Yaani unaingiziwa. Iko kwenye kitabu kile cha Mathayo sura 25 mstari wa 31 mpaka wa 34. Na nafikiri ukisoma utaona kwamba Yesu atakavyokuja atawabagua kondoo na watakuwa upande wao, mbuzi watakuwa upande wao. Lakini pia unashambuliwa na roho ya kukataliwa na kubaguliwa. Hiyo iko kwenye kitabu cha Mathayo sura 25 mstari ule wa 31 mpaka wa 35. Lakini unanyang'anywa roho ya huruma ulionayo ya kusaidia wengine. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura 25 mstari wa 33 mpaka wa 45. Na ni kweli ukiweka kondoo na mbuzi mahali huwa wanatofautiana. Kondoo utamkuta yuko pia na utulivu, lakini mbuzi hawana huruma. Wengine unakuta wanapiga hata ukuta wakiona wanapigana. Unaingiziwa roho za ukatili ndani yako, roho za ukorofi, roho za viburi. Lakini na tafsiri nyingine ni unashambuliwa na roho ya kutokutii sauti ya Mungu wako. Kwa hiyo tumesema kwenye kitabu cha Hesabu sura 20 mstari wa 7 mpaka wa 12, unashambuliwa na roho ya kutokutii. Musa aliambiwa akauguse mwamba kwa kuonyeshea
fimbo, yeye akaupiga. Kwa hiyo ule mwamba ulikuwa ni Kristo. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 10 mstari wa 4. Kwa hiyo ukiona saa nyingine unakuwa sana na kiburi, angalia usikute kuna roho ya mbuzi imeingizwa ndani yako kwenye ulimwengu wa ndoto. Basi tunaamini umebarikiwa sana kupitia sehemu hii ya 3. Endelea kutufuatilia, tutatoa sehemu ya 4 ya tafsiri ya ndoto, na kama una ndoto inakusumbua basi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ambazo zinapita hapo chini kwenye screen yako ya YouTube, na tutaifasiri kwa mujibu wa neno la Mungu. Mungu akubariki sana. Amen.